Tuanzie na nani? Chague nani aanze? Unatoa shuhuda yenye iliyojaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli mimi napenda kumshukuru Mungu. Sogea huko kidogo. Napenda kumshukuru Mungu kupitia hii madhabahu. Bila hii madhabahu silo ningekuwa wapi. Pili, na ujauzito wa huyu nilikuwa nishafikia muda wa kujifungua. Naenda hospitali naambiwa mtoto ni mdogo. Ile hali ilinitesa sana. Nikarudi kumwambia baba, akaniambia sio na wasiwasi, tajifungua tu, kuwa na amani. Kweli nikavumilia. Ile siku ya mama nikaanza kujisikia uchungu, nikiwa hapa unakuja unakata. Nikampata baba nikamwambia uchungu unakuja unakata, naomba uje moja kwa moja. Na kweli Jumatatu, Jumanne nikapata mtoto, lakini muda niko fieta. Niingia fieta saa 3, nikatoka saa 9. Kule nilipotea baba, kwa kweli sijui walikuwa wamenipeleka wapi. Nijikuta nipo kwenye shimo lenye giza, kuna michoro mingi. Watu wanafurahia, wanacheza. Ghafla nikamwona baba na mama. Waliniita mara 7, baba uliniita mara 7. Si kawaida mtu akiwa pale apige chafya. Daktari alikuwa pembeni yangu, na mbona upiga chafya, ulikuwa wapi? Nikamwambia mimi sijui. Napenda kumshukuru Mungu. Maana bila hii madhabahu sijui ningekuwa wapi. Pigie Yesu makofi. Hatimaye aka kamekuwa. Hadi kamekuwa na kamenyoa na kama mchungaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Wewe sasa una amani. Haujaenda tena huko ulikokuwa na kuona? Hapana. Niliota nimekufundisha ndoa hapo. Nimekufundisha ndoa. Basi ujue inakuja ndoa. Haleluya. Hongera, Mungu akubariki. Kaza na usimwache Yesu. Sababu unapoendelea mbele, kama ulipata changamoto, walisema mtoto mara hayupo, mara sijui kadogo. Mpango ulikuwa ni upi? Ulikuwa mpango mbaya. Lakini Mungu amekutoa huko. Leo Yesu amekuweka sawa. Endelea kukaa kwenye imani ya Yesu. Usitoke. Mungu akubariki sana. Pigie tena Yesu makofi. Aha.